alikataa kukata tamaa na akajua kwamba kukata tamaa ni adui mkubwa wa mafanikio. Hapo ulipo, anza sasa hata kwa kidogo ulichonacho. Kinachojalisha ni maamuzi ambayo unayafanya hivi leo. Kama Juma aliweza, hata wewe unaweza. Amua sasa, maamuzi ya kufanikiwa unayo. Okay, leo nikupe hadithi ambayo itaweza ikabadilisha maisha yako kwa ujumla, na ni kutoka sifuri mpaka mafanikio. Watu wengi wanaamini mafanikio yanahitaji bahati. Lakini ukweli ni huu. Kuna kijana mmoja ambaye alitoka sifuri kabisa, alikuwa hana chochote kitu, mpaka kuwa mtu wa mafanikio makubwa. Na hadithi yake inaweza kubadilisha maisha yako hivi leo. Juma alizaliwa katika familia maskini. Hakukuwa na umeme nyumbani. Hakuna uhakika wa chakula cha kila siku. Alikuwa anaenda shule bila viatu na wakati mwingine bila hata daftari. Lakini ndani yake kulikuwa na kitu tofauti, ndoto kubwa ya kubadilisha maisha yake. Baada ya kumaliza shule ya msingi, Juma alikosa ada ya kuendelea na masomo. Ndoto yake ilionekana kama imefika mwisho, lakini badala ya kukata tamaa, alianza kufanya kazi ndogo ndogo mitaani, zikiwemo kubeba mizigo, kuuza karanga, kufanya vibarua. Kila siku alikuwa akipata shilingi, alikuwa anahifadhi. Nikimaanisha kwamba katika kipato ambacho alikuwa anakipata yeye Juma, alikuwa anahifadhi. Usiku aliporudi nyumbani akiwa amechoka, bado alijisomea, alitumia taa ya mafuta. Hakukuwa na mazingira mazuri, lakini kulikuwa na dhamira. Watu walimcheka sana, watu walimdharau sana, walimwambia kuwa hawezi kufanikiwa. Lakini Juma hakusikiliza kelele za nje. Alisikiliza ndoto zake ndani yake. Nirudie hii. Juma hakusikiliza kelele za nje. Alisikiliza ndoto yake ndani yake. Siku moja bahati iligonga mlango wake. Shirika moja lilitoa ufadhili kwa wanafunzi wenye bidii. Juma alichaguliwa. Hivyo ilikuwa turning point ya maisha yake. Alisoma kwa bidii chuoni, akaanza biashara ndogo ndogo. Baada ya muda biashara yake ilikuwa, akaanza kupata pesa, akaajiri watu wengi. Juma aliwahi kulala njaa. Juma alikosa mavazi ya kubadilisha. Juma alikosa viatu vya kubadilisha. Sasa alikuwa anasaidia familia yake na jamii. Wakati mwingine kwenye jamii ambazo tunaishi, huwa tunaona kuna baadhi ya watu ambao wakifanikiwa huwa wanasahau kwao, wanasahau walikotoka. Na hii ilikuwa tofauti na kijana Juma ambaye yeye hakusahau alikotoka na alirudi kijijini kwao na kujenga shule nzuri kweli kweli. Na lengo la yeye kujenga hii shule, alikuwa na dhamira ya kuwasaidia watoto ambao walikuwa kwenye hali ambayo hata yeye mwenyewe alikwisha kuipitia. Na mara nyingi alikuwa anasema hili, ninamnukuu, nimetoka sifuri lakini sikukata tamaa, na wewe unaweza. Lakini pia nikukumbushe jambo. Babake Juma alikuwa ni mvuvi wa samaki, na kila siku asubuhi kabla Juma kwenda shule alimsaidia baba yake kuvua samaki. Alirudi nyumbani akiwa mchovu, lakini bado alijitahidi kusoma kwa kutumia taa ya mafuta kama jinsi ambavyo nilisema awali. Alikatishwa tamaa na baadhi ya watu waliomzunguka na kumwambia kwamba wewe unajifanya unasoma, lakini utaishia hapa hapa. Na katika maisha ambayo tunaishi hivi leo, kuna baadhi ya watu ambao na wenyewe wanafanya kazi zao vizuri, wanafanya biashara zao vizuri, wanakumbana na changamoto za aina tofauti tofauti, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanawakatisha tamaa ya kwamba katika biashara hii ambayo unaifanya, hata mimi niliifanya,
lakini si kufanikiwa. Hata kazi hii ambayo unaifanya, hata mimi nimeshaifanya, lakini haina faida. Sasa ni maneno ambayo yanaumiza kama ukiyazingatia, lakini ni maneno ambayo yanakujenga imara kama ukiyachukulia kama fursa ya kwamba lazima nitafanikiwa. Siku moja mwalimu wake alimwambia, elimu ndiyo njia pekee ya kubadilisha maisha yako. Maneno haya yalikuwa moyoni mwa Juma kama moto. Alianza kujisomea zaidi. Hakuwa na vitabu vya kutosha, lakini alitumia kila nafasi aliyoipata. Alienda hata umbali mrefu kwenda kukopa vitabu kwa wanafunzi wengine. Pamoja na kwamba alikumbana na changamoto za aina mbalimbali, baada ya kumaliza shule ya msingi, Juma aliweza kufanya jambo kubwa kijijini kwao. Japokuwa alikuwa anabeba mizigo sokoni, alikuwa anafanya kazi za vibarua, aliuza karanga mitaani, lakini pamoja na yote aliweza kuleta mabadiliko. Alikuwa na hatua ya mabadiliko. Baada ya muda Juma alifanikiwa kuweza kupiga hatua kutokana pia na bidii yake, lakini alikuwa na imani ya kuwa anaweza kufanikiwa. Alisoma kwa bidii kuliko mtu yeyote. Yako mambo muhimu sana ambayo Juma aliyazingatia. La kwanza, hakukubali mazingira yake yamfananie, lakini alijua elimu ni silaha ya maisha. Alikataa kukata tamaa na akajua kwamba kukata tamaa ni adui mkubwa wa mafanikio. Hapo ulipo, anza sasa hata kwa kidogo ulichonacho. Ukifanikiwa, kumbuka kuwasaidia wengine. Haijalishi umetoka wapi, mafanikio yako yanategemea maamuzi yako ya leo. Kinachojalisha ni maamuzi ambayo unayafanya hivi leo. Kama Juma aliweza, hata wewe unaweza. Amua sasa, maamuzi ya kufanikiwa unayo.